Msongamano mkubwa wa wananchi umeshuhudiwa hivi karibuni katika masoko na maduka makubwa nchini Tanzania, huku wakazi wakinunua chakula, maji na bidhaa nyingine muhimu kwa wingi. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya ndani ikiwemo gazeti la The Citizen zimeripoti foleni ndefu katika maduka jijini Dar es Salaam, ambako watu wameonekana wakijaza toroli na bidhaa muhimu za nyumbani. Hali hii ya ununuzi wa dharura imehusishwa moja kwa moja na hofu ya kufanyika maandamano mengine ambayo yamepigwa marufuku na jeshi la polisi tarehe 9 Disemba. Wakati baadhi ya wananchi wanajitayarisha kwa hofu ya kukosekana kwa bidhaa, wengine wanasema ni tahadhari ya kudhibiti hatari zinazoweza kutokea kutokana na machafuko ya kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema hali hiyo inaonyesha jinsi wananchi wanavyoweza kuhofia matokeo ya kisiasa na kuibua tabia ya kujikinga mapema. Kwa mjibu wa BBC ambayo imezungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam na jiji la Mbeya, ambapo maandamano na vurugu zake zilileta athari kubwa ambazo serikali inaendelea kutathmini kupitia tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Wakazi hao wa jiji la Mbeya pamoja na Dar es Salaam waliambia BBC kuwa hawafahamu itakavyokuwa siku hiyo. Wameona ni vyema kununua mapema mahitaji yao ili wasitoke nyumbani iwapo maandamano yatatokea. Katika mikoa mingine tahadhari kama hiyo imeonekana pia. Wakazi hao pia wameeleza wasiwasi wa kupanda kwa bei za bidhaa na huduma nyingine kuadimika. Hali hii inajiri huku askari polisi na wanajeshi wakionekana kwa wingi wakishika doria katika maeneo kadhaa ya nchi. Serikali imehimiza utulivu na kuimarisha ulinzi, huku jeshi la polisi likisisitiza kuwa maandamano hayo yanahatarisha amani na usalama wa raia. Kundi la vijana linaendelea kuhamasisha maandamano ya Disemba 9 licha ya marufuku, wakidai kutoridhishwa na mwenendo wa matukio ya kisiasa nchini, wakidai katiba mpya, mabadiliko ya mifumo ya kisiasa, hoja ambazo serikali inasema zimefanyiwa kazi na zingine hasa ya katiba iko kwenye ilani ya CCM na itafanyiwa kazi. Maandamano ya Oktoba 29 yalisababisha vifo na uharibifu wa mali za umma na zile za binafsi, jambo lililochochea serikali kuongeza ulinzi na kufuatilia kwa karibu shughuli za wanasiasa na wanaharakati. Wiki iliyopita, Rais Samia aliwahakikishia wazee wa Dar es Salaam kuwa serikali imejipanga kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Likija wakati wowote, tumejipanga, alisema Rais Samia, na kuongeza kuwa tutasimama na kulinda nchi hii kwa nguvu zote. Kauli hii inaashiria kuwa mamlaka zipo makini katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, lakini pia inaonyesha namna serikali inavyochukulia hofu ya wananchi kwa uzito mkubwa na kutaka kuhakikisha usalama wao na kuendelea kwa shughuli za kawaida. Wakati wa maandamano na ghasia za Oktoba 29, karibu siku 3 mpaka 5, watu walikaa ndani jijini Dar es Salaam na kusumbuka kupata huduma muhimu. Pengine ununuzi wa dharura wa sasa ni kujiandaa kama itatokea hali kama hiyo tena. Taarifa hii ni kwa mjibu wa BBC. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.